Sisi tuko hapa. Alo. Mambo ni mengi kweli kweli. Juzi tulikuwa tunaongea habari ya ugunduzi. Habari ya ugunduzi wa ndege, nani ambaye aligundua ndege kwa mara ya kwanza ikarushwa na vitu kama hivyo, lakini leo asubuhi katokea habari fulani hivi ambayo si nzuri, ya kusikitisha, kuhusiana na ajali ya ndege ambayo imetokea. Ndege aina ya Air India ambayo ilikuwa inatokea nchini India kwenda London nchini Uingereza imeanguka na kuwaka moto leo tarehe 12 katika eneo la Ahmedabad, India, muda mfupi baada ya kupaa ikiwa na watu 242. Hatari, wengi sana. Wengi kweli. Na kulikuwa kuna watu ambao wa mataifa wengine, India, kutoka wa Marekani, nimeona wa Spanish. Obviously lazima kuwe kuna abiria wengi sana. Sababu ndege inawachukua watu wengi sana. Sasa habari ya kwanza ilitoka ikithibitishwa kwamba watu 133 kati ya 240 naam wamethibitishwa kufariki. Lakini kuna habari nyingine ambayo naiona katika mitandao mingine mikubwa ya habari ikisema yawezekana kuna hati kusitoke survivor hata mmoja katika ajali hii ya ndege, kwa sababu ya ile kuungua moto. Nafikiri na ndege ilikuwa ni kubwa, India mpaka London, obviously ni ndege fani hivi ambayo inabeba abiria wengi. Na hiyo inaonyesha kwa sababu ya wingi wa watu wa India, maana yake madege yao pia inabidi yawe makubwa. India unajua kuna watu bilioni 1.4. Kwa hiyo I can imagine ni watu wengi sana. Ya kusisimua kwamba imekuaje, lakini ndio hivyo, na ilianza kufanya kazi kuanzia mwaka 2014. Kwa hiyo ni ndege ambayo tayari imeshazoea safari, ni jambo la kawaida. Lakini nafikiri tu leo zilitokea hitilafu za kiufundi na mambo ya kawaida. Sasa mimi jua kuhusu ndege, unajua imepata ajali hivyo, lakini lazima chanzo cha ajali kitajulikana, kwa sababu sio kawaida ndege kupata ajali kama hivyo. Kwa hiyo lazima chanzo chake kitajulikana, lakini pia Mungu lazima alipema wote ambao wametangulia. Ila kama kuna majeruhi, kwa sababu inasemekana ni wote, kama kuna majeruhi wapone mapema. Kabisa. Na baadaye ni wengi kweli kweli. Nafikiri baadaye kwenye kasri tutaweza kufahamu zaidi na habari kamili itakuja. Kwa hiyo endelea kusikiliza Crown FM popote pale ambapo unakuwa unawakilisha, kama ni Dar es Salaam ama ni Pwani ama ni Zanzibar, basi mambo yanakuwa mazuri sana. Sasa umeshabai 6 pack Smirnoff sahihi? Naomba kama bado pita hapo jamani, shoppers. Kama bado ingia mtandaoni piki.co.tz, duka.direct. Kama bado pia any liquor store ambayo ipo karibu na wewe, unaweza kaenda alafu kabai 6 pack Smirnoff ili upate kuenjoy na marafiki wewe. Hakika. Mnapata kuenjoy kwa sababu we na hayuzi wala kusambaza kwa leo na umri chini ya miaka 18, kwa sababu hata kwenye nono na respect yetu next gen tunajuana kabisa. Tunajuana wanangu, so we spark, we celebrate, lakini pia tuna enjoy vizuri sana na vodka namba 1 duniani Smirnoff wako hapa na features flavors mbalimbali za Smirnoff, ingredients yani za kutosha. Kama ni orange Smirnoff ipo, kama ni guarana ipo, Smirnoff vodka 2-1 pia ipo. Make sure ni ice ni black nunua kaenjoy na marafiki ili muweze kuenjoy hii adventure kutokea Smirnoff. Bana, noma sana. Sasa kama ninavyokuambia Lesa, inabidi uenjoy kwa sababu ya maisha ni mafupi sana. Umesikia taarifa ya ndege India huko. Maana yake yani anytime anything can happen. So kama una time ya kurelax na kuishi maisha yako, basi ishi tu, kwa sababu namna ndo kitu ambacho tunakosa. Hapa sasa hivi nakutana na good news kutoka KFC Tanzania. Of course, KFC Tanzania wanatuletea box meals. Yani ile box lina meals tu. Sasa hivi kuna unyama unaitwa burger. Yamani, sasa hivi bwana wale burger lovers, sasa hivi KFC kuna burger, kuna chips, kuna soda, kuna kuku na unyama mwingi kabisa kutoka KFC. Sasa nataka nikupe hii package ya burger ambayo unaweza kaipata kwa shilingi 14,000 tu. Kwenye hii package ya burger unakutana na burger ya kuku. Sio, umeelewa? Yamani, unakutana na chips, unakutana na soda pia moja. Kwa hiyo imeshiba, ni package kama package. Sio, umeelewa? Yamani, unakutana na chips za kawaida kabisa na soda ya mililita 600. Maana yake unaenjoy, unashiba kabisa, na baadaye unanywea misosi mingine ambayo utabaki nayo sababu kubwa. Haya, hiyo ni package ya kwanza kwenye ile ni meal ya kwanza kwenye ile box la meals. Meal nyingine ni unakutana na vipande vyako vitatu vya kuku, umeelewa? Unakutana na chips ya kawaida, unakutana pia na soda ya mililita 600 pia. Again, soda nyingi kwa shilingi hiyo
14,000 each. Kwa ukiamua kama kuchukua ile box kabisa lote la box meal la KFC, utakutana na hii burger, chips na soda, utakutana na vipande vitatu vya kuku, chips na soda, kila kimoja kinauzwa 14,000. Kwa hiyo box zima ni kama 28,000 fulani hivi, afu una enjoy kabisa. Una uwezo wa kuwapigia pia KFC wakuletee delivery ambayo namba ya simu ni 0764 rahisi kabisa. Au unaweza kuingia kwenye website ya KFC au kwenye app ya KFC app, then ukaenjoy na vitu vikatokea pale. KFC ni unyama kwa sababu wanajali pia familia. Ndio maana kuna Bomba Fest ambao unaweza kula na familia yako. Kuna unyama mwingi sana, kuna crashes, kuna vitu vingi sana ambavyo kitaalamu ukivifuatilia vitakupa energy, vitakupa networking pia kwa sababu inataka uconnect na marafiki. Streetwise pia ipo, so ukose nini Muga. Mungu akupe nini? Dodoma noma kabisa, Dodoma. Eti majengo sokoni, noma sana majengo sokoni. Nikisema wapi, mitaa mingine ya Dodoma, Swaswa, Area C, Area D. Wapi huko tulienda kula Kisaka, unapajua Dodoma. Huko ni kuku wa kienyeji hatari bana. Dodoma pande zote ambazo mnanisikia sasa hivi, Tanzania pia nzima, Dar es Salaam, Morogoro, umeelewa, Singida, hayo yote ni maeneo ya karibu na Dodoma. Umeelewa sijui. Tukutane wote Kilimani Ground siku ya tarehe 14 kwa sababu nyama inaenda kuchomwa pale kwa nishati safi kabisa. Umemsikia ndugu yetu hapa fundi kutoka Orex Gas anakuambia kabisa kwamba wamejipanga, na uzuri ni kwamba wanaijua shughuli ya Choma Day First kwamba ni kubwa. Kwa hiyo watakuja pale full packed, na unyama wote huu unaweza ukaenda ukaenjoy kwa shilingi 10,000 kiingilio cha kawaida, shilingi 50,000 kwa VIP, shilingi 1,000,000 kwa VVIP. Wewe wa VVIP unakutana na ubavu mzima wa nyama yoyote unayoitaka. Kama ni kuku sawa, na mimi sikushauri ukutana na ubavu wa kuku. Kuku chukua wazima. Sio, umeelewa? Ubavu chukua ubavu wa ng'ombe, ubavu wa swala, ubavu wa mbuzi na vitu kama hivyo. So kitaalamu kwamba ni nyama zote zitapatikana pale Choma Day Festival tarehe 14 Dodoma, na mgeni rasmi kama kawa anaenda kuwa ni Speaker wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Tulia Ackson, na mgeni maalum mlezi wa wana mbunge wa Dodoma Anthony Mavunde Wajina. Okay. Jamani, leo ilikuwa ni nzuri. Mimi naomba tu nianze safari. Mimi naomba nikuruhusu uanze safari. Wakati unaanza safari Lesa, kwa ridhaa yenu wa Tanzania, na mimi naomba nianze safari. Okay. Diomi si yupo? Yupo. Basi ndio atamalizia mchongo. Jamani, Dodoma. Tunakutana Dodoma. Diomi. Noma sana. Yani kitu ambacho nafurahi ni kwamba hatuendi tu kula nyama Dodoma, tunaenda kuenjoy pia huu muziki ambao leo kwenye The Next Gen tumetoa asili yake. Muziki umetokea wapi? Isha Mashauzi ndani, Christian Bella, CBO na Malaika Band ndani. Kuna huyu hapa jamaa huyu anaitwa Moni Central Zone. Majengo sokoni President. Dodoma iko mabegani kwa Moni. Kwa hiyo wote watali bless au watali grace jukwaa la Choma Day Festival 2025. Endelea kuenjoy, endelea kusikiliza Crown FM popote pale ambapo unawakilisha. Kesho nayo ni siku, huwezi jua kitatokea nini. Sisi wakali wa surprise. You never know. Crown Media. Hapa ni nyumbani.